Msikilizaji, leo nimesema tutaombea mlango wa mahusiano ya uchumba na mlango wa ndoa takatifu. Kwenye mlango wa mahusiano ya uchumba kuna changamoto nyingi sana ambazo watu wanakutana nazo. Kwenye mlango wa ndoa kuna changamoto nyingi sana ambazo watu wanakutana nazo. Hatumaanishi kwamba kwenye changamoto kwenye sehemu fulani kwenye maisha hazipo, hazitakuwepo, hazipo. Lakini kuna zile ambazo shetani anasababisha, ndizo tunazoomba kuwasha taa ili kuweza kuondoka katika mlango wa mahusiano na ndoa. Kwenye mlango wa mahusiano ya ndoa kuna watu wamekutana na vitu vigumu. Wameanzisha mahusiano yamevunjika, mambo hayaendi, wametendewa mabaya, wameumizwa, mabinti, vijana wameumizwa, wamekata tamaa kuolewa, hata kuoa kataa kabisa. Ni sababu ya vita ambayo imeinuka kwenye mlango wa mahusiano ya ndoa. Kuna roho zimewavaa mabinti na wazazi, zimewavaa vijana. Zingine hizo roho zimetoka kwa hao watu waliokuwa nao na mahusiano awali. Zingine hizo roho zinatoka kwenye familia, kwenye asili. Hawataki uolewe, wengine ni roho za mizimu, wengine ni roho za kichawi zimekamata mlango wa mahusiano ya uchumba. Kwenye ndoa pia kuna watu wana mavidonda ya mioyo, wana magonjwa, watu wamekufa, watu wameumizana vibaya, wamefanyana mabaya, ndoa hazidumu, watu wakai kwenye ndoa kwa sababu ya roho ambazo zimewavaa wana ndoa. Shetani amesimama kwenye ndoa. Soma kwenye Zekaria 3 mstari ule wa kwanza, anasema Mungu akamwona Zekaria amesimama na shetani amesimama, amemvika vazi lenye uchafu. Shetani amevika mabinti, vijana wa kiume mavazi yenye uchafu, wanandoa mavazi yenye uchafu, roho za usaliti, roho za uongo, roho za ulevi, roho za uharibifu, roho za ujeuri, roho za falaka amewavalisha wanandoa. Tunataka tuombe, tuwashe taa hizo roho ziondoke kwenye mahusiano. Na tunapokuwa tunaomba kuwasha taa, tunategemea haya mambo yafuatayo ndio yanayokuwa katika mahusiano yenu. Jambo la kwanza, tunategemea mahusiano yenu ya uchumba ama ndoa yenu, msingi wa upendo huo kwenye ndoa, kwenye mahusiano ni Kristo, kama ilivyosema katika waraka kwa Efeso sura ile ya 3 ile aya 17 kuna aya 19. Kristo akae kwa wingi mioyoni mwenu, mkiwa na msingi katika upendo na shina katika upendo, ambao upendo ameutaja akisema kwamba upendo wenye kimo, upendo wenye kina, upendo wenye upana, upendo wenye urefu. Kristo akiwa ni msingi, tunauona huu upendo. Lakini pia vitu vingine ambavyo tutaviona ni hivi ambavyo anasema kwenye waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya 13 mstari ule wa 5, anasema, anazungumza upendo huu, anasema upendo haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali ufurahia pamoja na kweli. Tunaona upendo ambao una kweli ndani yake. Tunaona upendo ambao una adabu, ambao hapungui adabu, ambao haufurahii. Kuna watu wamefanyana mambo ya udhalimu, wanaona ni kawaida. Washa taa kwenye mlango wako wa mahusiano ya ndoa, kwenye mlango wako wa mahusiano ya uchumba. Washa taa ili mambo ya udhalimu, mambo mabaya ambayo shetani amewavalisha mabinti, amekuvalisha wewe binti, wewe kijana wa kiume, unakataliwa, unateswa, hayo maroho yanaondoka, yanakuachia. Washa taa ya Mungu kwenye mlango wa mahusiano yako ya ndoa, mwenye mlango wa mahusiano yako ya uchumba. Washa taa ya Mungu, omba, washa taa ya Mungu. Kataa mabaya, kataa uharibifu, kataa kufa kwa mahusiano, kataa roho za utasa kwenye ndoa, kataa mabaya kwenye ndoa. Washa taa ya Mungu. Mungu akubariki. Hebu enda ufuatane na mimi kwenye maombi yajayo nitakayokuletea, na baada ya maombi hayo endelea kuomba wewe kwa wakati wako.